to open the door of curses. Kuko secret ya kuweza kuinuliwa maisha. There's a secret to be lifted high in Ni life. kama ukitia amani na salama ndani ya moyo wa bibi yako. It's when you put peace in the wife of in your heart's wife. Bibi yako akikuwa na amani na salama. When your wife has kila kitu ambacho uko nakifanya utaona tu kile kinaendeka kwa sawa. Whatever you do, you find is moving well. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Unaweza kuacha bibi ndani. You may leave your wife. Wewe unapenda kufuata mwanamke wa nje. But you want to follow someone else. Unamfuata parce que unamwona iko déjà produit fini. You follow her because you find she is complete. Avant ufike pale bangapi walifika? Before you came there, how many were there before you? Mercedes ilifika. There was a Mercedes-Benz there. Audi ilifika. There was an Audi there. Lamborghini ilifika. There was a Lamborghini there. Anamalizana mazi M30 ilifika. Amen, sir. Unataka kumwambia And you come to tell I love you. I love you. Kwa mwenye shamba kumwambia je t'aime en français. Someone has told her I love you in French. Unamleta je t'aime mwenye shamba kumwambia na lingio. And bring I love you in Wewe mbona mnalingio kwa mwenye shamba kumwambia mpenzi wangu nakupenda. You say I love you, but someone else has said it in Swahili. Unajimettre kuwa mal à l'aise à cause ya imagination yako. You cause yourself to be uncomfortable because of your own imagination. Unapasha kupartager maidea na bibi yako. You need to share ideas with your wife. Afin que Mungu so that God apate kuwasaidia. can help you. Hallelujah. Amen. Imagination si kuba mama. Imagination for us as mothers. Amen. Yes. Il y a des mamans aussi. There are other mothers as well. Donc on a kiburi. We have pride. Parce que kisi unajiona uko na mass. Because you find you have a nice body structure. Unajiona kisi. You find yourself. Uko belle. You're very beautiful. Ni kioo kio kinakulongofia. It's the mirror that is lying to you. Kioo kio kinakudanganya. Your mirror is lying to you. Hallelujah. Unakuwa unasema kosa d'ailleurs. Nafanyaga nikitembea munjaba ngapi bananiambia you look nice. And you always say, when I walk on the road, how many people tell me I look good? Heshima ya mwanamke ni bwana. The respect of a woman is a husband. Bale bote bako wanakuambia you look nice. All of the people that tell you you're very beautiful. Tie. You are. Beko banaenvisager ni kitu kimoya. They are envisioning one. Bakisha kipata. When they have c'est fini. It's over. Parce que mwenzake ashafanya kazi akaplant kabelo na kufahamu kitu. His friend has already done it. That is where they find you're very beautiful. Mais yeye sasa tulikuwa kwa msamuko sana mioko. Alikuwa wapi? Shia. Kwanza wewe na kusilaka tu huruma tu. Kenya ndipo kile nikalisha tu hapa mimi watoto. Nikangalata watoto wangu nasikia huruma sana. Mais ile ya ndani mimi na wewe. But me and you. Shaishi. Si niko na uwezo. Isn't it I have power? Kwanza najua kazi ya mikono. Because I know how to work. Niko naweza kudilipia rent. I can pay for my rent. Nyumba ya 3,000 ya 4,000 sitashinda kulipa. The house of 4,000 I cannot. Kwanza kenye niko natesekana mwanaume kunitrouble sote mkichwa ni kitu gani? I don't know even why I'm suffering because of ni kizazi kio kinakudeclare. That's the familiar spirit declaring you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imagination inatufanya ukiangalia mama causes us, if you look at the women, ina crée même un retard mkweza kuolewa maisha. It even creates delay in marriage. Uko naangalia paka nono miaka kabwana miaka kabwana me and this man, mimi nolena kabwana kafupi. I can't get married to a short man. Mimi nolena kabwana kaifi. I cannot marry this man. Kwanza mimi bwana matanyoka paka ole intellectuel. Or the man who will marry me will be an intellectual man. Mama yako alikuwa intellectuel. Was your mother intellectual? Hallelujah. Baba yako alikuwa intellectuel. Was your father intellectual? Ujiangalie. You should look at yourself. Ate imagination. Stop imagining. Hallelujah. Ate imagination. Stop imagining. Ni sorcellerie yenye kwa inconscient. It is sorcery that is unconscious. Inaweza kufanya unapata problem. It can cause you to have a problem. Na Mungu and God akusaidie zaidi. Should help you even more. Hallelujah. Unajua imagination
imagination si You know, imagination as well. inaweza kukucreer parfois ma problème dans la vie. It can create certain problems in life. Kuko batu leo tuko na ma problème à cause ya imagination. There are people that have problems today because of imagination. Imagination inatuma mtu kwanza kuongea bongo. Imagination will cause someone to tell lies. Imagination inatuma mtu kwanza kusema busutwa. Imagination will cause someone to go on sip. Imagination inaanza kutuma mtu kufuata vie privée ya batu. Imagination will cause people to follow private lives of people. Pourquoi unafuata ile maisha? Why are you looking for that lie? Pourquoi unatembea mule maisha? Why are you walking with that lie? C'est parce que ulisha kuimaginer quelque chose. It's because you have a Merci beaucoup. Mimi napenda mikono baba. Mbona kuna toka hivi chini? Oh, Mungu atusamehe sana. May God forgive us. Sema Mungu nisamehe. Say, God forgive me Kwa dhambi ya imagination. for the sin of imagination. Utaona bwana anachelewa. You find that a husband is late. Wewe unaanza kuwazia sasa. You begin to imagine it. Sasa yeye anapasha kwa fasi fulani. Right now, he needs to be at a certain place. Anarudia après kama ni ma 21 passé. He comes after 9 p.m. Bonsoir chérie. and you say, good evening, wife. Say, good evening. Chérie, tu es malade. Eh, usiniguse. Usikao nipakala kuchafu kwako sasa kunatoka kama ni wapi. Mwanaweza kunipashia amen. Bata Mungu mnaweza kusema tena véritable amen. Hallelujah. Amen. Mama nilisha. Njoo mnakutana ule mtu fulani mjini. And then you meet that person on the way. Unafiki wewe. You're hypocrite. Ni wanacheka na uona ni chimba ndani ndani. Si jambo. Koma. Un jour, One day, mwanamke mali alitaka bwanake akamwambia no sheri leo mimi napenda nitengeneze. a certain woman called his husband and said, sweetheart, I want to fix. Someone was following me, Mimi sikumuitikaka. but I did not accept. Sikumuitikaka. I didn't accept him, Nilitaitika mimi naona kama mimi nitafanya dhambi mbele ya Mungu. but I was about to accept, but I saw that I'm doing a sin before Unisamehe God. tu parce que kwa mawazo ilianza kwenda kwake. But you should forgive me because my mind was going to him. Bakatengeneza na bwanake bikaisha. And they fixed with the husband and everything finished. Un jour mama nenda msoko kwemea. And then one day the mother went into the market Unajua kwetu Kongo shop. haiko sawa South Africa unakuta vitu viko mamoni. You know, Kule it's mchunga not, sema mikebuka yaingie kwa mchunge mikebuka msoko. you know, if a certain fish is not there, you need to wait for it at the Mikebuka ile market. siku lingana retard lingana na 13h. I remember it came in at 1 p.m. Mama kusema bapange baushe ma 14h anakuja. Alitoka kunyumba na 10h. The mother came from home at 10. Bwana anaingia sa imagination. The husband began to imagine now. Avant afike. Before he came, Mtu mwingine akafika kunyumba kasa. No, namuona mama msoko. someone else came and said, I saw mama in the market. Ile fasi yenye alikuwa niliona mtu fulani balisalimia. Bwana bibi anarudia. So the wife came Bwana back anasema home. nilijua tu. The husband Mwanamke said, I kuamini knew. na kubadilika haikuaji. For a woman to believe and change, it's not possible. Ulishatoka unamaliza byako. You finished your Ndio stuff sasa and now unarudia. you are returning. Mama anaanza kupoza question. Mama began to ask herself a question. Mbona sikubifanya? How come I didn't do that? No, alinisalimia. And he said, no, he just greeted me. Sasa alikusalimia And he said, when he greeted Jambo. you, hello? na ulisema jambo. And you Usanya said, ulitika. and when you Ulitika unafunga busu You ulifanya reply. suri. Sasa mtu anasalimia na furaha na mimi simsalimia na furaha. Nasema I'm not greet them with joy. nilijua. And he said, no, I knew it. Asema nilijua. And he said, I knew it. Ndio paka pale tu. That is where it is there. Imagination. Imagination. Kuko batu tuko tuna imaginer mubaya tako ba serviteur de Dieu. There are other people that are even imagining the wrong things with the servants of God. Na ule pastor anapasha kwa mlozi. No, that pastor must be a witch. Mimi simoni sawa. I cannot see him properly. Unajua imagination iko na power ya nguvu. You know, imagination has a very powerful. Kama una imagine mtu mwaya mubaya,
If you imagine someone doing the Uyatande na wrong marezo utapata busiku. you Ya should mbaya. also prepare the dreams you're going to have at night. Kuko batu There are people benye mtu na imagine yako batu mwempidisite. Na unalala busiku na mlota yako natembea bila mango balabala. there are people Asema who imagine hii in ni morality. confirmation. And when you dream about them, they are walking without Mungu clothes. And you ananikonfirme say, kabisa. God has confirmed already. Haleluya. Amen. Imagination anafanya kutembea na oubli. Imagination also works with forgetting. Kama oubli anatangulia, If forgetting inakuingiza mu is imagination first, mbaya. it takes you into a bad imagination. Haleluya. Amen. Unaweza kutia makuta quelque part. You can put your money unasaulika somewhere. $100. You forget. Unasaulika. You forget. Basi kuna mtu mnyumba. Because you have someone at Unaanza home. kuimagine kama yeye aliiba ile makuta. You begin to imagine that he's the one that stole the money. Tuko bawili. There are two of us. Hatuna batatu, tuko bawili. There are only two of us. Bangapi washafanya hizo? Bangapi washafanya hizo? Ya mkono hapo. Niko kwanza papa. Na wewe unakuta. Haleluya. Na wewe mapasa. Mungu astahili kupata kumbe. Nani mwingine? Na wewe kule, na wewe. Na wewe dai. Nani mwingine atabeba? Who else will take? Inapasha kuwa ni It must fulani tu. be that person. Tena namkakamisha. Sitaki majaribu. Tosha. Serious. Take out. Tosha mpaka hapa, tosha mafuta. Just take out my money. Ikiwa kama ni mdogo be fulani unaishi naye mnyumba. If it makes Una déborder sasa na parole. you even speak word. Kwanza una na huruma hata. You even don't have Mimi money. maisha niko naishi kabisa maisha kunitendea hivi. With the life I'm living, how can you do this to me? Ni maisha kunitendea hivi kabisa. How can you do this to me? Analomba msamaha. He asks for forgiveness. Ça arrive aussi pour les papas aussi mon mariage. It comes also with the men, Papa anaweka the makuta husband. unasaulika na saiko sana bibi yangu jasha bebe makuta. You forget your money somewhere. Na and you kisi say, nilimwona kungambo ya kule kuonani. The way I saw her Ngambo ya there, kwetu. Alishaenda kula grâce kuituma kwa bosi. she's already gone. Zole sasa telefoni mama mulipata. Baba tulipata nini? Yo, sorry mama nilikuwa niko na kwake kama ni fulani namwambia. Nafanya work na mama mnalamuka bien. Kuna shida na mulipata ilikuwa ni kesho ya piaji. Aseme tu baba asante Mungu akubariki. Haleluya. Okay, sasa wakati nyo ukishafanya unafanya imagination ya mtu mbaya. And once you imagine Unakiona someone, fungula unaona makuta yako. and you come and you open and you see your money, Unabebaka hako courage kwenda kudirepentir mbele ule mtu. you take courage to go and repent before that person. Vous voyez combien de fois tunaomba Mungu mais lakini chance ya mbinguni iko kidogo kwetu. You see how many times we pray to God, but the chance of heaven is very less. Tunabebaka ile taa ya kusema hapana no. We take the time to say no. Unisamele nilikuanzia mbaya. Forgive me, I bought the wrong thing. Hapa makuta yenyewe hii. Est-ce que I tunaonesha? forgot that I put it here. There's the money. Au contraire, tunafanyaka ni geste moja kuomba msamaha indirectement. We always ask for forgiveness indirectly. Unaweza na mdistract hata na tumapapa. You begin to distract them. There's the sandals. Cadeau haina la puissance sa vraie déclaration par parole. The gift has no power like the declaration of your words. Shangile Yesu. Praise you. Sorcellerie ya pili mimi nataka kumaanisha The second sorcery I'm about to finish. ukishatoka mu imagination Once you come out of imagination, inakuingiza it takes you through raisonnement na pensée yako sasa. the reasoning of your thoughts. Mawazo Your thoughts. unaanza kureasoner. You begin to reason. Unajua kuna mtu mwenyewe kila mawazo yote anaona kwake iko correct. Do you know there are other people that find all their thoughts are correct? Kila vitu unaviona kwako viko correct. For everything you find it correct. Byako vyote unavifanyaka ndio vya sawa. All the things you do are right. Bengine abajuaki.
Other people don't know. Wewe ndio kuna experience ya kila kitu. You're the one that is experienced with everything. Ni sorcellerie. That is sorcery. Hallelujah. Amen. Pensée yako, your thoughts, inaweza kukufanya can cause you uingie mshite ya maisha. To enter into the failure of life. Inaweza kukufanya upate problem ndani ya maisha. It can cause you to have a problem in life. Alors, and that's why inabidi sana kuomba Mungu akusaidie. You need to pray a lot to God to help you. Pensée yako inakufanya uende kumaeneo. Your thoughts is causing you to go into mistakes. Parce que kile kidogo na waza wewe. Because what you're thinking of, kama kiko sawa. You find that it's right. Mais lakini watu wengine waone kama kiko sawa. But other people do not find it right. Parfois conseil ya watu wengine. Sometimes other people's advice inaweza kukusaidia ndani ya maisha. Can help you in life. Kuwa mtu wa kuitika parfois conseil ya watu wengine. Be a person that also allows other people's na ukishatoka mu raisonnement, advice. And when you come out of reasoning, sorcellerie na kuingiza mu ya tatu. Sorcery takes you to the third, colère, which is anger. Esprit de colère. The spirit of anger. Hapa ni muziki sasa. Here, this is a song. Unajua kuko colère yenyewe uko exagéré. You know there are other angers that are exaggerated. Haina colère normale, mais ni colère ya sorcellerie. It's not a normal anger, but it's an anger of sorcery. Mtu anafanya hasira. Someone is angered. Unafika muniva kubeba kitu unapiga mtoto wako mumiri. You take your son and you throw them on the wall. Wetakuwa. I will kill you and you bang them. Kichwa. The head. Ndio moteur ya mwili yote. Is the motor of the whole body. Hallelujah. Mtu unaweza kwa mkolea. Someone may be in anger. Unabeba hata telefoni yako na pika mkibambazi na You can even take your cell phone and throw it on the wall. Resultat ni nini? What is the result? Esprit ya pauvreté na kufuata. The spirit of poverty is following you. Unasema na bibi. You speak to your wife. Unabeba kama ni sahani ya bulongo. You take a plate. Unampika. And you go and you throw it on her. Akipasuka. When she breaks. Kesho. Tomorrow. Wewe ndio mwenyewe utabeba charge ya kuweza kumtunzisha. You're the one that will take the charge of going to treat her. Hallelujah. Kuna watu tuko na esprit ya colère. There are other people that have the spirit of anger. Mama na akishahusika sana. When mama is angered. Colère na mtuma. The anger will cause her. Usipika hata chakula ile siku. Don't even cook that day. Leo hamtakula mnyumba. Today you're not going to eat at home. Leo mnyumba hamtakula. Today you're not going to eat. Unafika unamfilmia papa. You come and you plan this on your husband. Unachana tena triko yenyewe kuna vaa. You're going to even tear the t-shirt he's wearing. Parce qu'on unajua fundi sile ni cha banamuke. Because you know in South Africa it's a life. Akikupiga kofi na kufunga kwa polisi. If he slaps you, they're going to arrest him. Unafanya colère. You are angered. Hallelujah. Amen. Excès yote ya colère mu maisha. Every excess of anger in life. C'est l'esprit. Is a spirit. C'est l'esprit. It's a spirit. C'est l'esprit. It's a spirit. Unahuzika sana. You are very angered. Resultat gani inakutuma? The results that will cause. Inakutuma sasa kujitosha mu societe. It now causes you to come out of the community. Asami kama nikuzika sana nifungiaka tu mshamba. And you said when I'm very annoyed I just lock myself in the bedroom. Bangapi balifungiaka tu mshamba? How many people lock themselves up in the bedroom? Na wewe haupenda hata kumsantia. You don't even want to feel him. Nani mwingine wa mshamba? Which is another person. Unamfungia tu mshamba. You lock yourself in the bedroom. Kisha muda unaanza kulia. And then you just begin to cry. You just cry. Unaanza kulia. You just cry. Mimi baba wananionea. Oh, they have their. Sina na baba, sina na mama. They're undermining me because I have no mother, no father. Sina na ndugu hapa. Because I have no relative here. Mie wabo. Oh, me. Pourquoi? Why? Colère. Because of anger. Hallelujah. Amen. Ni juu ya colère. It's because of anger. Colère ikikukamata. When anger takes you. Kukitanga. And you find. Uko nampika papa tu mkono. Sheri. Nakwambia uniache. Au sikii. Kiwe. Au la mwenye.
Sasa kama yako distract ndio koloko mpaka kukinywa. Baba mlomo kesho. See? Pantalon. My trouser, my training jacket. My jacket. Kamata kikwembe. Take the wrapper. Kamata na blanketi wa Simba. Take a wrapper. Leo sitaki. Today I don't want. Leo sitaki. Today I don't want. Hautaki nini? What don't you want? Hautaki nini? What don't you want? Kisha utatosha msholo moja pale. Mimi nashinda. Na ndiko na iko swing. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Est-ce que tunaweza kuona combien de fois toi tunapratiquer sorcellerie sans le savoir? Yes. Listen, we can see how many times we're practicing sorcery without knowing. Alléluia. Amen. On a commencé que tout pratiquer sorcellerie. You can see how many times we're practicing sorcery. Kolere na kubaba unatoka mshamba ya wanao na mshamba watoto. Anger will take you, you come out of your bedroom and you go to your children's bedroom. Watakuuliza mama kila siku unalala na papa. Leo unafuata nini mshamba wetu? Those children ask you every day you sleep with papa, how come you're in our bedroom? What will you answer them? Na kama unichunga leo. Sasa utakutia. Atakwambia mama mbona utuchungi tena? Come back, they said, Mama, why are you not keeping us again? Papa kwa maombi. Wana maombi kuna kula tulimona kuna kula. Hallelujah. Amen. Unaona kisi colère. You see how anger inaweza kutuma kwa mtu mwenye kutoka kwa mariage. Can cause someone to even come out of marriage. Uko mena colère. You are fired up by anger and you decide. You said, I'm tired of this suffering. I'm tired of this marriage. I'm leaving and I'm going. When you leave, it's very simple. But it's always negotiation. Utaita Pastor Luke telephone voicemail. Call Pastor Luke and the phone is going to be on voicemail. Hallelujah. Amen. Today you just decided to leave. And after the anger is finished. Because every anger is a visitor. Hallelujah. Amen. If you have anger, you should know that you have anger should not but you should control your anger. You need to control your anger. Hallelujah. Amen. Contrôler colère yako. You need to control your anger. Sema Mungu nisaidie. Abebe courage. Everyone should take courage. Wale bakingali na mama. The ones that still have mothers. Kumuuliza mzazi wako. To go and ask your parents. Mama nilizalika mbele yako. Mama, how was I born before you? Yeah. Uliza mzazi wako. Ask your parents. Mama nilizalika hapo. Mama, how was I born? Nataka kusema nini? What do I mean? Ulibebaka kwa mimba. How did she conceive? Sijui kile kama mnanisikia. I don't know if the church can hear me. Usibale benyewe tulishafisha baba na mama tutamuuliza baba yetu na mama yetu ni Mungu tu. Amen. For those that don't have mothers and fathers, the only people to go to us is God. But the ones that have parents, go and ask them. Mama. Mama. Papa. Papa. Mie mulinizalaka kwae. How did you conceive me? Parce que kuna watu wengine balizala à travers mizizi ya bafumu. Because there are other people that conceived through witch doctors. There are other people that conceived through going into the river. Instead of coming through the way of divinity of God, you came through the witch doctors. Go and ask your parents. Hallelujah. Amen. There is even one person that had that problem in the Bible. Who was it? It was Jeremiah. God told Jeremiah, I was with you in your mother's womb. And if you look at Jeremiah, mother and father did not do it in the normal way. And that's why God cleansed him when he was still in his mother's womb.
And now you need to ask your parents, how did you conceive me? In which condition? Nilipataka kwaje? How did you get it? Inaweza kuwa aussi problem katika maisha yako. It can also be a problem in your Kesho ya life. pili muulize mama yako. The second question, ask your mother. Mtu gani wa kwanza mwenye alikera kuniona wakati nazalika? Who was the first person that came to see me when I was born? Give me an example. Moi j'aime travailler avec la Bible. I love to work with the Bible. Yesu wakati alizalika, Jesus, when he was born, kulikuwa wale wachungaji ya kondoo. there were those shepherds. Ndio walikuwa watu wa kwanza kwenda kumwona Yesu Kristo. Those were the first person to go. Na wao wakati yenye ulizalika kwa maternity, And you were- nani wa kwanza alitaka kukuona? Who was the first person to go and see you? Muulize mama yenu na baba yenu. You should ask your mother and your father. Mtu gani wa kwanza mama alitaka kuniona? Who was the first person that came to see me? Parce que macho Because eyes ni pouvoir. is power. Macho ni puissance. The eyes is power. Bale walikuwa wa kwanza waliongozwa na nyota. The first people were led by the Bakaenda star. kumwona Yesu nafasi analala. They went to see Jesus where he was Bakamwona sleeping. Messi. They went to see the Sasa wewe Messiah. banani balikuonaka wa kwanza? And with you, who were the first people that saw you? Nani alikuonaka wa kwanza? Who was the first person to see you? Haleluya. Amen. Moses akiniuliza, If Moses asks me, sasa mwenye alikuonaka wa kwanza ni mama Elodi. who was the first person to see, I would say Mama Elodie. Ndio wa kwanza. Mama Elodi alimwonaka wa kwanza pia mimi baba yake. Mama Elodie was the first person to see. Mama Elodi ni mwombaji wa ngurumo 7. Mama Elodie is also Ni cleaner a wa prayer ngurumo 7 warrior alikuonaka. and a cleaner of 7 thunders. Haleluya. Muulize mwenzako nani ndio alikuonaka wa kwanza. Ask your neighbor, who was the first person to see you? Please mnisaidie mimi namaliza mafunzo. Please ask the Ndio deuxième question. That's the second question. Troisième question. The third question, Umuulize mama yako na baba yako. ask your mother and your father, Papa, mama. Papa and Mama, Kado gani ya kwanza yenyewe walikupatisha wakati nizalikaka? which was the first gift they gave to you when I was born? Kado gani ya kwanza walikupatisha wakati nilizalikaka? Which gift did they give you first when I was born? Kado gani ya kwanza? What was the first gift? Kado yenyewe wanapatisha kwa mzazi ila pole. Banakia banakuletea. The first gift they give to a parents. Ni kado gani? What gift was it? Bale balimonaka Yesu wa kwanza. The first that saw Jesus first, Balimuletea kwa kado. they brought gifts. Vrai ou faux? Is it true or not? Balimuletea kwa kado. They brought gifts to him. Amen. Balimuletea kwa oh. They brought gold Kompashia. and they gave to him. So balikuletea kado gani? So what gift did they bring for you? Wao utajua uliza mama yako na baba yako. You will not know, you need to ask your mother and your father. Kuna mtu anaweza kuleta kado kumi ni kado ya exchange. There are people that can bring gifts, but it's the gift of change. Anabeba They take, na kisha anabeba maisha ya mtoto. they give, and then they take the life of the child. Haleluya. Bale balileta kado kwa Jésus Christ. The people that brought gifts for Na Jesus effet Christ, kado balimwadore Jésus Christ. they even worship Jesus Maintenant Christ sasa with wewe a gift. balikuadore And ama now wewe you, balikusakrifie. did they worship